Iran imesema imetekeleza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye vituo na kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan na Bahrain katika kujibu mashambulizi mengine ya anga ya Marekani yaliyofanywa usiku. Milipuko kadhaa pia imesikika karibu na uwanja wa ndege wa Erbil katika eneo la Kurdistan nchini Iraq, ambapo ni nyumbani kwa wanajeshi wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametishia kulipiza kisasi dhidi ya Iran na washirika wake wa Houthi nchini Yemen kufuatia mashambulizi dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Bei ya mafuta imefika dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu Mei, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo unaoendelea. Aidha, Tehran imetishia kushambulia kambi ya jeshi la wanaanga wa Uingereza baada ya kudai kwa mara ya kwanza tangu kuanza tena kwa uhasama kwamba ndege ya kivita ya Marekani iliyotoka Uingereza ilishambulia Iran. Wizara ya Ulinzi ilisema Uingereza iko tayari kujilinda dhidi ya mashambulizi. Je, zipi athari za mapigano haya ya anga kwa pande zote mbili? Na je, mambo yanaweza kutokota na kuwa mabaya zaidi? Sarush Negardari, mwanahabari wa BBC kutoka Iran, ana maelezo zaidi. Kwa Iran ni wazi matokeo yake ni hasara za kijeshi na vifo vya mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na raia. Imeharibu miundombinu yake na uchumi ambao tayari umedhoofika na ambao hauwezi kujitosheleza kwa muda mrefu wa vita. Lakini wakati huo huo, kile ambacho Iran inategemea ni kuongezeka kwa bei ya mafuta katika soko la kimataifa, pamoja na shinikizo la ndani na la kimataifa kwa Rais Trump kumaliza mzozo huo. Inaonekana kuwa pande zote mbili hazitaki kurudi kwenye vita kamili, lakini pia kila upande unasubiri mwenzake apunguze masharti yake. Iran bado inasisitiza kwamba usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz unaweza kufanyika tu kupitia njia ambazo imeziidhinisha na sio kupitia njia zingine kama vile karibu na Oman. Kwa hivyo inaonekana pande zote mbili zinasubiri upande mwingine ukate tamaa kwa gharama kubwa ya vita wanayoipitia. Wadau kutoka sekta za sheria, biashara na uwekezaji na serikali kutoka ndani na nje ya Afrika Mashariki wamekutana Dar es Salaam kwa mkutano wa siku 3 kujadili namna usuluhishi wa migogoro ya kibiashara nje ya mahakama unavyoweza kuimarisha mazingira ya biashara, kuvutia uwekezaji na kusaidia utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Lakini mfumo huu unafanya kazi vipi? Ili kufahamu zaidi, mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amezungumza na wakili Aderickson Njunwa, rais wa taasisi ya usuluhishi mbadala Tanzania. Mikutano kama hii inalenga kuboresha mazingira hasa kwa washiriki au wataalamu wa usuluhishi wa migogoro ya kibiashara ili kuhakikisha kuweka mazingira tayari endapo migogoro inatokea ya kiuwekezaji, kwa sababu tunashuhudia uwekezaji mkubwa sana unaendelea kufanyika katika nchi yetu na maendeleo yanaendelea kuongezeka katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaandaa wataalamu wa kushughulikia hiyo migogoro kwa njia mbadala, ambapo sasa tutasaidia kufikia hiyo dira ya maendeleo ya taifa, kwa maana ya kuhakikisha migogoro itakayojitokeza inashughulikiwa kwa haraka, kwa kitaalamu, lakini kwa haki zaidi. Lakini kwa nchi za Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa ujumla, ni pahala sasa pa wataalamu kukutana na kubadilishana uzoefu na hata kufikiria njia za pamoja za kushughulikia masuala makubwa ya uwekezaji wa unaovuka mipaka, cross border investment disputes zinazovuka mipaka, kuona namna ambavyo tunaweza tukaja kwa pamoja, mbinu za pamoja. Tunajadili masuala ya AfCFTA, namna na frameworks nyingine zinavyofanya kazi katika Afrika, na kubadilishana uzoefu. Wapi kitu gani kimefanikiwa nchini kwenu, kitu gani hakijafanikiwa huku, tunaweza tukakiboresha vipi? Kwa hiyo ni mkutano wa manufaa sana. Unaweza kutueleza ni mbinu gani na zipi zimeonekana kwa kuleta mafanikio zaidi kwa kuangalia kwa uharaka wa usuluhishi, lakini pia muda? Mojawapo ni usuluhishi na upatanishi, mediation na arbitration. Lakini pia na maridhiano ni njia ambazo zinajulikana sana na zinatumiwa sana katika migogoro ya kibiashara, ambako mgogoro unashughulikiwa kwa haraka na unamalizika kwa haraka, lakini wadau wamekuwa wametumia muda mchache pamoja na gharama nafuu katika kushughulikia migogoro kwa njia hizo. Nyingine inatumika ni maridhiano tu, mazungumzo, na migogoro inakuwa imemalizika.
Kwa wafanyabiashara na wawekezaji wanaotegemea mahakama kutatua migogoro, kwa nini usuluhishi nje ya mahakama ni mbadala mzuri na unatoa faida zipi kwa ukuaji wa biashara na uchumi wao? Suluhu inayopatikana kwa njia mbadala au uamuzi unaopatikana kwa njia mbadala za kimahakama una hadhi sawa na mchakato uliofuatwa hata kimahakama. Kwa maana hiyo hata michakato inayofanyika nje ya mahakama ya mbadala ya kushughulikia matatizo inatambulika kisheria. Lakini cha pili, unatumia muda kidogo tofauti na mahakama, kwa sababu mahakama zetu kwa kawaida zinatumia kanuni ya kilichoingia kwanza ndo kinachotoka kwanza au kinachoshughulikiwa kwanza. Lakini huku kwa njia mbadala faida iliyoko ni kwamba nyie mnaodaiana mkishamchagua au tukiwasaidia taasisi ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara, tukiwasaidia kuteua mtu wa kushughulikia mgogoro wenu, ndo huyo na yeye ana mgogoro wenu huo. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kushughulikia mgogoro haraka lakini kwa haki, na mkapata suluhu haraka pasipo kutumia muda mrefu wala gharama kubwa, na mkarudi kwenye biashara. Lakini faida ya tatu, huku suluhu huwa inapatikana kwa kanuni ya maridhiano, kwa sababu huwa tunasema hivi, usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala ni mchakato ambao unategemea kutumia makubaliano kushughulikia kutokukubaliana. Kwa maana ya kwamba hamkubaliani ndio maana mna mgogoro, lakini mchakato wa kuja kufika kwenye kupata suluhu lazima mnakubaliana nyie pande mbili. Kwa hiyo mwisho wa siku huu mchakato unawalazimisha mrudi kwenye mazungumzo, unawalazimisha mwe mnaelewana kwa kila hatua. Kwa hiyo mwisho wa siku mna uwezo wa kutunza mahusiano yenu ya kibiashara. Lakini pia faida ya nne, utekelezaji wa suluhu inayopatikana kwa njia hizi za mbadala au utekelezaji wa uamuzi unaotokana kwa njia hizi za mbadala ni rahisi kuliko utekelezaji wa kimahakama. Kwa nini? Huwa tunasema suluhu inayopatikana huku inawabana pande zote mbili na haikatiwagi rufaa. Kwa hiyo hakuna tena mlolongo. Lakini pia hiyo inatokana na ukweli kwamba hata kabla hamjaenda kwenye mchakato mnakuwa mmekubaliana na kujiapiza kwamba kitakachofikiwa ndicho kitakuwa hicho. Unawalazimisha mwe mnaelewana kwa kila hatua. Kwa hiyo mwisho wa siku mna uwezo wa kutunza mahusiano yenu ya kibiashara. Lakini pia faida ya nne, utekelezaji wa suluhu inayopatikana kwa njia hizi za mbadala au utekelezaji wa uamuzi unaotokana kwa njia hizi za mbadala ni rahisi kuliko utekelezaji wa kimahakama. Kwa nini? Huwa tunasema suluhu inayopatikana huku inawabana pande zote mbili na haikatiwagi rufaa. Kwa hiyo hakuna tena mlolongo. Lakini pia hiyo inatokana na ukweli kwamba hata kabla hamjaenda kwenye mchakato mnakuwa mmekubaliana na kujiapiza kwamba kitakachofikiwa ndicho kitakuwa hicho.